mzazi wangu ni mchawi. Haleluya. Wewe uliokoka, hayo maneno achana nayo. Alafu kisha sema mzazi wako ni mchawi. Mchawi wa kwanza utakuwa ni wewe mtoto, maana umemwacha mzazi wako kwa muda mrefu. Wewe ni mchawi. Asiwajali wa kwao ni nani? Ni mbaya kuliko asiamini. Kwa hiyo wewe utakuwa ni mchawi wa kwanza. Haleluya. Kuna wakati fulani unaweza ukatolewa unabii kwamba mama yako mzazi ndiye anayetesa, anayekufanya wewe hivyo, ndiye anafanya wewe uwe maskini, ndiye anayekufanya wewe uteseke, mama yako mzazi. Na wewe unaipokea hiyo, unatembea nayo kwamba mama mzazi ndiye anayefanya hivyo. Haleluya. Sasa hebu chukua picha hii. Huyo mama ndio umesema ni mchawi, na amekutolea, ameprofesai kwamba mama yako ndiye anakutesa kwenye maisha yako. Umekosa kazi kwa sababu mama yako anakuchezea. Siku moja unapata kazi, umepata kazi, wanasema tunataka NIDA ya mama yako mzazi. Bila hiyo picha au NIDA au chochote cha mama yako mzazi hatukupi kazi, na kazi na mshahara $1,000,000. Utaendaje kwa mama yako ambaye umesema ni mchawi? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Utaendaje sasa? Maana tayari wamekwambia mama ndio mchawi wa maisha yako, ndio maana upate kazi. Sasa unapata kazi na atakiwa aweke sahihi pia mama yako mzazi, ndiye anataka ajaze kwamba yeye ni mama mzazi, anaweka sahihi kama mama mzazi na anaweka NIDA yake hapo. Na wewe mama yako ulishasema mimi siwezi kuongea na mama yangu kwa kuwa mama yangu ndiye aliyenichezea. Inakuwaje hiyo? Niambie, nilisema hata unabii wowote unaofarakanisha, hiyo ni ramli chonganishi. Anapokuambia mtu mama yako ndiye mchawi, mama yako amekufikisha hapo, unaweza ukasema umekosa kazi. Wewe hujakosa kazi, unachagua kazi za kufanya. Haujakosa kazi. Sasa unapoenda kutembea kule shetani ili akuweke mbali na baraka yako, ili usipate kazi yako, anakuambia mama yako ndiye mchawi wa maisha yako, ndio maana upate kazi. Kumbe wewe kazi zipo, ila umechagua kazi. Mimi form 4 nataka nifanye kazi aina fulani, siwezi kufanya hii. Utakala form 4 yako hadi uzeeke. Bwana Yesu asifiwe. Ili upate pesa, ili upate maisha mazuri, lazima mama yako huyo aliyesema ni mchawi akubariki. Na sio mchawi mama yako, ila adui yako anatafuta kufarakanisha ili mama yako asikubariki. Na ndio maana ukiangalia hayo maandiko kwenye kitabu hicho cha Mwanzo hiyo 27, unaona yule mama alisikia habari ya kubarikiwa yule mtoto ambaye yeye hakuwa anaona ndio jirani yake. Nafikiri alikuwa hayuko jirani yake. Akasikia habari ya kubarikiwa. Yeye alichokifanya ni kukatishia mbele, kutengeneza baraka kwa mtoto ambaye yeye amemfurahisha. Akamwambia, nimesikia baba yako anataka kubariki. Unaona mama huyo? Sasa leo unaona mama yako ni mchawi kwa sababu umekosa kazi. Haujakosa kazi, wewe ni mvivu wa kazi. Wewe unakimbia kazi. Kuna kazi unachagua. Kuna wakati utaki kulima hata bustani. Na kweli kuna eneo. Mchawi mama yako wewe. Wewe si unakuwa mchawi kwa namba 1. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anza kutengeneza vizuri kwa mama yako, afurahi, baba yako afurahi, ili atamke baraka, ili roho ikubariki. Roho itakubariki kwa sababu ya furaha ya wazazi wako. Yesu makofi kama umeelewa. Piga tena makofi. Ukiwafurahisha wazazi wako, watatamka baraka, na hiyo baraka ikiingia kwako, na wewe utatamka kwa watoto wako, na watoto wako watabarikiwa kwa sababu na wewe umebarikiwa na wazazi wako. Hawezi kubarikiwa watoto hawa kama wewe haujabarikiwa. Wanabarikiwa kwa sababu na wewe umepokea baraka kwa wazazi wako. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kuna wakati fulani nikupe shuhuda kidogo. Baba yangu wakati yupo,
duniani.